Mashambulizi mapya ya anga yaliyofanywa na jeshi la ulinzi la Israel IDF yamelitikisa tena eneo la kusini mwa Lebanon usiku wa kuamkia hii leo, kwa hatua inayoongoza mvutano katika mpaka wa Israel na Lebanon, kipindi ambacho tayari kimekuwa na mapigano ya kurushiana makombora kwa miezi kadhaa. Katika tukio hili jipya, ndege za kivita za Israel zilishambulia maeneo yanayozunguka mji wa Sidon, zikilenga kambi ya wakimbizi ya Kipalestina inayoaminika kuwa na miundombinu ya kijeshi inayotumiwa na wapiganaji wa Hamas waliopo Lebanon. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, shambulio hili lililenga kile kinachodaiwa kuwa kituo cha mafunzo na ghala la vifaa vya kijeshi vya kundi hilo. Mashambulizi hayo yalivunja utulivu wa eneo hilo ambalo tayari limekuwa na machafuko makubwa kutokana na makabiliano baina ya IDF na Hezbollah, huku hatua ya kulenga kambi ya wakimbizi ikizua hofu mpya ya kuongezeka kwa idadi ya raia wanaoweza kuathirika. Video zilizorekodiwa kutoka mitaa ya Sidon zilionyesha mwanga mkali wa milipuko na moshi mzito ukipanda angani, huku sauti za magari ya dharura zikisikika mara tatu baada ya mashambulizi. Wakazi wa eneo hilo wanasema mitaa ilitetemeka kwa muda mrefu na baadhi ya nyumba zilizo karibu na eneo la mashambulizi ziliharibiwa kutokana na mawimbi ya milipuko. Watu kadhaa waliripotiwa kujeruhiwa, ingawa idadi kamili haijathibitishwa kutokana na hali ya tahadhari na kizuizi cha mawasiliano katika baadhi ya maeneo. Mashambulizi haya yanakuja wakati ambapo Israel na Hezbollah wamekuwa wakishambuliana kwa makombora karibu kila siku tangu kuongezeka kwa vita vya Gaza. Hata hivyo, kulenga kambi ya wakimbizi wa Kipalestina ni jambo linaloweza kupanua uwanja wa mapigano, kwa sababu maeneo ya wakimbizi mara nyingi huwa na idadi kubwa ya raia wasiojihusisha na vita. Kundi la Hezbollah halijatoa kauli rasmi kuhusu tukio hilo, lakini wachambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati wanaonya kuwa hatua hii ya Israel inaweza kuleta jibu kali kutoka kwa kundi hilo, ikizingatiwa kuwa Sidon iko nje kidogo ya maeneo ambayo kawaida hukumbwa na mashambulizi. Kwa upande mwingine, Israel imekuwa ikiongeza mashambulizi yake ndani ya Lebanon kwa kile inachokiona kama juhudi za kupunguza uwezo wa makundi yanayounga mkono Hamas. Wakazi wa kambi hiyo, ambao wengi wao ni vizazi vya wakimbizi waliotoka Palestina miaka mingi iliyopita, wameripoti kuwa mashambulizi yalisababisha taharuki kubwa. Familia nyingi zililazimika kukimbilia katika mashule na misikiti kwa hofu ya mashambulizi zaidi. Jeshi la Lebanon liliongeza doria katika maeneo ya Sidon na barabara za kuelekea kambi hiyo, likijaribu kupunguza hali ya taharuki na kuratibu shughuli za uokoaji kwa kushirikiana na wahudumu wa afya. Jumuiya ya kimataifa imeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya Israel na makundi ya kijeshi nchini Lebanon, ikihofia uwezekano wa vita pana ya kikanda. Mashirika ya kibinadamu pia yameonya kwamba huenda maeneo ya wakimbizi yasiyoweza kujilinda yakageuka kuwa maeneo hatarishi ikiwa mashambulizi yataendelea. Wakati huo huo, na diplomasia wa Mashariki ya Kati wanasema mazungumzo kuhusu kupunguza mvutano bado yapo, lakini mashambulizi ya aina hii yanafanya hali kuwa ngumu zaidi. Hakuna udhibitisho kama mashambulizi zaidi yamepangwa, lakini Israel imesema itaendelea kulenga maeneo yote inayoyaona yana tishio kwa usalama wake. Kwa upande wa Lebanon, mashambulizi haya yanakuja wakati nchi hiyo inakabiliana na changamoto kubwa za kiuchumi, kisiasa na kijamii, na huenda ongezeko la mapigano likazidisha hali ya ukosefu wa utulivu ambayo tayari imekita mizizi.